Bana, karibu sana Local Content. Hizi ni update za wakati huu kuhusu Red Devils Manchester United. Ofa ya kwanza ya kumsajili Bryan Mbeumo kutoka Brentford ilikataliwa rasmi tangu mapema leo hii. Lakini taarifa ya muhimu kwa sasa ni kwamba Manchester wanapeleka ofa ya pili kwa klabu ya Brentford ili kuweza kupata huduma au kupata saini ya Bryan Mbeumo. Na jambo zuri la ziada ni kwamba Manchester wako tayari kulipa mshahara wa pauni $250,000 ambao Bryan Mbeumo anahitaji ili aweze kujiunga na United. Lakini kinachobakia hapa ni ofa kati ya Brentford na United. Brentford wanahitaji angalau kuanzia kiasi cha pauni milioni 60 na Manchester walipeleka kiasi cha pauni milioni 55, wakiweka 45 alafu wakaweka ya nyongeza 10 na kufikia 55. Kwa hiyo Brentford wanataka pauni milioni 60, lakini swala la mshahara ni swala ambalo lipo, ni jambo la muda tu kusubiri kumwona Bryan Mbeumo kama atakuwa nyota wa Manchester au mambo yataendelea kuwa magumu, tusubiri kuona. Taarifa nyingine siku ya leo itakuwa inaendelea ni taarifa kumhusu Victor Gyokeres, mmoja kati ya washambuliaji bora sana kwa sasa barani Ulaya, akifanya vizuri kwenye ligi ya Ureno. Taarifa zinaeleza kwamba Victor Gyokeres ameiambia kambi yake yuko tayari kujiunga na Manchester hata kama hawashiriki michuano ya Ulaya. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Talksport, inaeleza kwamba nyota huyu anaipa nafasi kubwa Manchester kwa sasa licha ya klabu ya Manchester kukosa nafasi ya kucheza michuano ya Ulaya. Taarifa za wiki kadhaa zilizopita zilikuwa zinaeleza Gyokeres anataka kucheza timu ambayo inacheza michuano ya Champions League, na klabu yake imefanikiwa kumaliza katika nafasi ya kwanza kwenye ligi ya Ureno, kwa bila shaka watacheza michuano ya Ulaya. Lakini inaelezwa Sporting Club do Portugal wanahitaji kiasi cha pauni milioni 59 ili kuweza kumruhusu Victor Gyokeres kuweza kuondoka kwenye klabu yao. Kwa pauni milioni 59 inahitajika kumpata Victor Gyokeres mwenye umri wa miaka 27. Hata hivyo, Manchester bado hawajaanza rasmi mazungumzo ya moja kwa moja kwa mujibu wa taarifa kutoka Talksport. Lakini inaelezwa kocha Ruben Amorim anataka Victor Gyokeres awe ndio kipaumbele chao cha kuweza kujiunga na United. Kwa mujibu wa Give Me Sports, inaeleza kwamba Ruben Amorim amewaambia viongozi wa Manchester wafanyavyo Victor Gyokeres awe ndio kipaumbele chao kinachofuata kwenye sehemu ya ushambuliaji. Hii ni taarifa nyingine ambayo imetoka kwenye vyanzo pia mbalimbali. Talksport, Give Me Sport hiyo akiweza kuelezea kwa uzuri. Na inasemekana kwamba tayari kuna mawasiliano kati ya Sporting pamoja na Manchester ambayo sio rasmi ya kuanza mchakato wa usajili, lakini inaelezwa Amorim pia amezungumza binafsi na Victor Gyokeres. Taarifa kumhusu mshambuliaji wa Nigeria Victor Osimhen, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwenye YouTube ya Fabrizio Romano, inaeleza kwamba Manchester wanaendelea kuwa wamepokea habari njema au wamepata habari njema kutoka kwa mshambuliaji wa Napoli Victor Osimhen. Inasemekana mpango wake wa kwenda kujiunga na klabu ya Al Hilal ya kule Saudi Arabia uko kwenye hati na huenda ukawa unavunjika. Hivyo Victor Osimhen atakuwa anahitaji kucheza soka barani Ulaya bado, na hatakuwa na mpango wa kwenda Saudia kwenye klabu ya Al Hilal ambayo ilikuwa tayari kulipa fedha nyingi kuweza kumpata mchezaji huyu. Kwa hiyo ni boost nyingine kwa Manchester kwamba Victor anataka kusalia barani Ulaya, hivyo Manchester wana nafasi nzuri ya kuweza kwenda kumsajili Mnigeria huyu ambaye pia kama kawaida tunafahamu huyu ni top striker. Ukitafuta ma striker wale wa kutisha sasa hivi barani Ulaya na duniani, huwezi kuacha kumtaja bwana Victor Osimhen. Emiliano Martinez atajiunga na Manchester, ni swali ambalo lipo kwa watu wengi, lakini taarifa za hivi punde ambazo zimekuwa zikiendelea, na kwa mujibu wa taarifa kutoka TYC Sports kule nchini Argentina, inaeleza kwamba Emiliano Martinez yuko kwenye ana nia ya kwenda kujiunga na Manchester, na Manchester wana nia ya kutaka kuanzisha mchakato wa kumsajili goalkeeper huyu, mmoja kati ya goalkeeper ambao wamefanya vizuri kwenye ligi ya England akiwa na Aston Villa, na hata akiwa na timu ya taifa ya Argentina amekuwa akifanya vizuri. Kwa hiyo
taarifa zilizopo ni kwamba goalkeeper mwenyewe ana nia kujiunga na Manchester, lakini pia Manchester ana nia kupata goalkeeper kama yeye kwa ajili ya kuweza kuisaidia timu. Na kinachotaka kufanyika ni kuhakikisha Villa wanakwepa matatizo yale ya PSR ya kifedha. Kwa hiyo Villa wako tayari kumwachia goalkeeper huyu aweze kuondoka. Na utakumbuka mchezo wa mwisho wa ligi ulikuwa unaelezwa kwamba ndio mchezo wake wa mwisho kabisa na ulichezwa dhidi ya Manchester United. Kwa hiyo huenda goalkeeper huyu wa Aston Villa na raia wa Argentina akawa anajiunga na Manchester United. Taarifa kutoka Telegram zinaeleza Manchester wanasubiri ofa yoyote nzuri itakayokuja katika dirisha hili la majira ya joto waweze kumwachia Casemiro aondoke Old Trafford. Mkataba wa Casemiro utamalizika 2026 na akiwa na kipengele cha kuongeza mwaka mmoja, lakini kwa namna mambo yalivyo, Manchester wako tayari kwa sasa kuachana na Casemiro ambaye alikuwa na season ya mwanzo mbaya, mwisho wa season akamaliza vizuri, lakini Manchester wanaona kuna haja ya kutafuta mbadala wa Casemiro mapema. Kwa hiyo ofa yoyote nzuri itakayokuja mezani, basi Casemiro atakuwa anaruhusiwa kuondoka Manchester United. Subscribe, like, share, comment hapa Local Content, kuikuza jamii kubwa ya local content.